Ninafurahi tena nimepata wakati mzuri wa kukuhudumia kupitia kipindi cha leo tena ambapo nitaenda kukufundisha emotion intelligence. Akili hisia. Ninaamini neno hili halijawa geni kwako. Kwenye psychology kuna vitu vikuu vitatu ambapo kuna kitu kinaitwa akili, mahali ambapo tunachanganua mambo, mahali ambapo tunayapima mambo, mahali ambapo tunayaona mambo kwa fakti na kuyajibu kwa fakti. Hiyo inaitwa akili. Lakini kwenye saikolojia kuna kitu kinaitwa tabia. Tabia, namna ambavyo tunafanya mara kwa mara, namna ambavyo tumezoea kufanya, namna ambavyo tupo, namna ambavyo uhalisia wetu upo, namna ambavyo tabia zinaimarishwa baadaye zinatengeneza vitu, zinakuwa itikadi, zinakuwa ni sehemu ya maisha yetu, na hapo ni sehemu ya pili ya saikolojia. Na sehemu ya tatu kabisa ni sehemu ambayo ni hisia, emotion, jinsi ambavyo tunahisi. Sasa leo somo hili litakusaidia namna ya kuzitawala hisia zako. Hisia zako zinapokuwa hazitawaliwi vizuri na wewe, unaweza ukashindwa kusonga mbele, unaweza ukashindwa kufanya kazi, unaweza ukashindwa kuendelea na maisha yako ya kila siku ya kawaida. Na watu wengi wamekwama, wameweza kufanya vitu kwa kawaida kwa sababu tu waliwahi kufail kuzitawala hisia zao. Kwa hiyo lazima uwe una akili ya kuzitawala hisia zako. Na hii utaweza kuijua kwanza kabisa kuwa na uelewa binafsi. Wewe mambo gani yanakufurahisha? Mambo gani yanakuhuzunisha? Mambo gani yanaweza yakakubadilisha ukawa kwenye hali ya hisia iliyochanya kwenda hisia iliyo hasi, hisia za chini, hisia za juu. Na hii haitaweza tu kukusaidia wewe, itawasaidia na watu wengine, kwamba unapojitazama wewe mwenyewe na watu wengine, je, wao wenyewe wako vipi? Kama umeshajielewa wewe mwenyewe, wako vipi wengine? Je, wengine wanatazamaje? Je, wengine wanahisije? Je, wengine ninaohusiana nao ni husianaje vizuri, ili tuweze kuelewana vizuri kwa uzuri. Kwa hiyo kwa ujumla wake ndio inaitwa emotion intelligence. Sehemu ya kwanza, kabla ya kuangalia wengine wanaishije, wengine wakoje, ukishajielewa sasa ndio unaingia kwenye ushindi wa kuanza kuangalia watu wengine. Hebu kwanza wewe kujidhibiti, kuzitawala hisia zako. Sasa sehemu hii nitaenda kukufundisha aina mbalimbali za hisia na namna ya kuzitawala. Kwanza, hisia ya kwanza kabisa ni pale ambapo unahisi umekasirika. Pale ambapo unakasirika. Kukasirika ni ile hali ambapo mwitikio wa nje unapokuwa si mzuri, haupatani na matarajio yako, mtu hujisikia kukasirika. Mtu hujisikia kukasirika na kuwa na ghadhabu. Kwa hiyo kukasirika ni hali ambayo unaweza ukashangaa, labda umefanyiwa kitendo au umesemewa neno likakufanya ukakasirika. Sasa ule wakati wa kukasirika ufanye nini? Wakati huu kuitawala hisia kama hii, kwanza usirespond, usijibu jambo lolote. Usirespond kivipi? Ukijibu jambo lolote lile, unakuwa umetengeneza, umefanya jambo, umejibu kwa sababu ya hasira. Na hivyo hasira ni hasara. Hata Biblia inasema ya kwamba tunaruhusiwa kukasirika, ila tunaruhusiwa kukasirika sio siku nzima. Basi jua likizama na wewe uzamishe hasira yako. Ule wakati wa kukasirika hakikisha usitende, kwa sababu unaweza ukajikuta umepiga, unaweza ukajikuta umejiua, unaweza ukajikuta umedhuru mtu mwingine. Ule wakati wa kukasirika tulia, na tunasema hesabu 100 mpaka 1, hasira itulie.
hesabu tena 100 mpaka 1, hasira itulie. Na huo wakati utaweza kuzitawala hisia zako. Hakuna mwanadamu ambaye ni kamili akasiriki. Mtu yoyote anakasirika. Usije ukajibu, ukatukana, ukaumiza, ukatenda vitu ambavyo ungetamani kuvisaisha na baadaye visisaishike. Lakini zaidi, ili kuzitawala hasira yako, tazama vizuri hiyo video, niliongelea kwa mapana namna ya kutawala hisia zako. Lakini jambo jingine ni ile hali ya kutawala hisia yako ule wakati ambapo unaweza ukawa umesingiziwa. Mwanadamu yoyote yule kuna nyakati huwa anapitia kusingiziwa. Pale ambapo unapitia hali ambapo dunia haikuamini kama we ni mweupe, japo we ni mweupe. Yaani we ni mwema 100%, lakini dunia inakuamini wewe ni mbaya 20%, 30%, 50%, 100%, we ni mbaya. Sasa kuna saa nyingine unaweza ukawa unasingiziwa, ukasingiziwa. Nimeona watu wanasingiziwa sehemu za kazi, wanasingiziwa kwenye nyumba zao, wanasingiziwa sehemu wanazokaa, wanasingiziwa hata kwenye nyumba za ibada. Kuna baadhi ya watu huwa wanasingiziwa. Kuna saa wanakusingizia umefanya hiki, wewe unakosa hili. Huo wakati hisia zako zinajisikia vibaya. Unajisikia vibaya kwa sababu wakati wa kusingiziwa unasema, mbona mimi ni mweupe? Mbona mimi niko vizuri? Nikwambie, using'ang'ane kuwathibitishia watu kwamba wewe ni mwema. Ng'ang'ana kujithibitishia wewe mwenyewe ya kwamba bado wewe ni mwema. Unaweza ukaendelea kuwa mwema tu hata kama watu wanakusingizia kwa mabaya. Ule wakati ambao watu hawakusemi kwa mazuri, hebu endelea tu kufanya mazuri. Usizile, usichukie, kwa sababu watu wanapokusingizia imetafasiri ya kwamba wao hawajakuelewa vizuri, wao hawakujui vizuri. Kwa hiyo usije ukashindwa kuendelea kuyafanya mazuri, hisia zako zikakutuma eti tu kwa sababu watu wamekusingizia. Kwa hiyo inatokea hizo nyakati. Nimewahi kufundisha hubiri langu vituo alivyovipitia Yesu. Unaweza pia ukaangalia hapo kupitia linki hapo juu. Utagundua kuna kituo ambacho Yesu alipita aliposingiziwa. Yesu alifanya mambo makubwa mengi, lakini kuna wakati alisingiziwa. Naye aliishinda hisia mbaya wakati ambapo anafanya mazuri, watu wanamsingizia kwa mabaya. Kwa hiyo hizo ni nyakati ambazo zinatokea na hisia zetu zinaumia, zinaenda chini, zinajisikia vibaya, tunatamani kureact pale ambapo watu wanatusingizia. Hata saa nyingine tunang'ang'ana kujithibitisha kwa watu, tunang'ang'ana kujisahisha machoni pa watu kwa sababu tu wametusingizia. Usije ukatumia nguvu yako nyingi kuwathibitisha watu kwamba wewe ni mwema, isipokuwa kama nilivyosema, tumia nguvu yako nyingi ya kuwa wewe kama wewe. Lakini kuna saa nyingine hisia zako zinaweza zikawa chini kwa sababu umeshuka. Ule wakati unashuka. Maisha ya mwanadamu yana milima na mabonde. Kuna sehemu ni giza, kuna sehemu ni nuru. Kuna sehemu ni mvua, kuna sehemu ni jua. Wakati unaposhuka, unajisikia vipi? Nimeona watu wengi ambao wameacha mambo ya muhimu ule wakati walioshuka. Mfano, kuna watu wakati biashara ziliposhuka walifanya uamuzi wa kujiua, wakayapoteza maisha yao. Ule wakati wa kushuka, wakati ambapo unapokuwa chini, unazitawala vipi hisia zako? Je, utajiona wewe ni wa mikosi na balaa? Kuna hata wengine wamekuja kwangu wakiniambia, "Pastor, naomba uniombee, mimi nina roho ya kukataliwa. Ninaona nina roho ya kukataliwa. Nina roho kwa sababu nimekuwa chini, nimeshuka tu chini, biashara yangu inashuka tu chini, nina mikosi na balaa."
nina mikosi na balaa. Wanakuza na kuongezea chumvi kwa sababu ni wakati wao wa kushuka. Wakati ambao unakuwa umeshuka, jijenge tena kwa kujipa moyo ya kwamba kila jambo lina wakati wake. Nitakupatia sayansi ya kuzama kwa jua na kuchwa kwa jua. Jua linazama na jua linaibuka. Kuna wakati utazama, kuna wakati utaibuka. Ukweli ni kwamba kuna kuzama na kuibuka. Kuna kuzama na kuibuka. Hakuna siku jua limeibuka tu. Hakuna siku jua limezama tu. Kwa hiyo usijikatie tamaa wakati unapozama. Kumbuka kuna kesho utainuka. Kumbuka kuna wakati mwingine tena utanyanyuka. Kwa hiyo tawala hisia yako wakati ule unaposhuka kwa kusema nitasimama, nitasonga mbele. Sio tu hivyo tu. Kuna ule wakati ambao unakataliwa. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao tunahusiana na watu. Tunahusiana na watu kazini, tunahusiana na watu ofisini, tunahusiana na watu kwenye biashara, tunahusiana na watu kwenye kanisa, tunahusiana na watu kwenye nyumba za ibada, tunahusiana na watu kwenye jamii tunayokaa, tunahusiana na watu mahali na mahali, tunahusiana na mtu mmoja mmoja. Kuna saa tunaweza tukakataliwa. Kuna saa unaweza ukakataliwa ofisini pale, mmekaa kwenye panel na hoja yako ikapingwa. Kwa uzoefu wa Wakristo kama mimi, unatoa hoja yako kwenye baraza la kanisa, inapingwa, na hata wewe ni mchungaji, hoja yako inaweza ikawa inapingwa. Ule wakati ambapo unakataliwa, wewe ni kiongozi wa nchi, unaona watu wanakukataa mitandaoni. Wakati ambapo unaona hata jamii haikutaki, umekataliwa. Wakati ambao unakuwa umekataliwa, watu wanakukataa. Huenda saa nyingine hata ni mtu ambaye ulikuwa ni mpenzi wa maisha yako amekukataa, hakupendi, hakupi tena nafasi ile. Ule wakati ambapo unakataliwa, wakati ambao bidhaa zako zinakataliwa, vitu vyako vinakataliwa, hoja zako zinakataliwa, wakati ambao unakataliwa, huwa tunajisikia vibaya na hisia zetu zinakuwa hatarishi sana. Ule wakati ambao tunakataliwa. Ukweli ni kwamba tunajisikia vizuri tunapokuwa na watu wanatusema vizuri. Tunajisikia vizuri tunapokuwa na watu wanatusapoti. Tunajisikia vizuri tunapoona watu wako pamoja na sisi. Lakini kuna saa nyingine watu hutupinga, watu wanatukataa. Sasa ule wakati ambao tunakuwa tuna rejection, huo wakati wa kukataliwa, kumbuka ya kwamba kukataliwa na watu hakukuthibitishi kwamba wewe ndio umeshindwa maisha. Watu wanapokukataa haimaanishi kwamba tena kwenye huo ulimwengu walichokukatalia, kama ni biashara, kwamba hautaweza. Wapo watu ambao wamekataliwa kwenye biashara na wameibuka tena kwa aina nyingine. Kwa hiyo kupingwa na watu, kukataliwa na watu kwenye eneo fulani, kwenye jambo fulani, kukataliwa fulani na mchumba fulani, haimaanishi ndoa sio sehemu ya maisha yako. Ule wakati ambapo unakataliwa, jifunze tena kuchomoza kwa wakati mwingine. So watu wanapokukataa haimaanishi wewe huna thamani. Inamaanisha wao hawajaielewa thamani yako. Watu wanapokukataa, ukisoma stori ya wakoloni na wazazi wetu wa zamani, wazazi wetu zamani walikuwa wanazikataa dhahabu wanawapatia wakoloni, walikuwa hawajajua thamani za dhahabu. Kwa hiyo kuna watu wanakukataa kwa sababu hawajaelewa thamani yako, hawajaelewa thamani ya hoja yako. Kwa hiyo usijisikie vibaya kwa sababu ya kukataliwa. Usijisikie vibaya kabisa na kujitoa kwa sababu umekataliwa. Hata Yusufu aliwahi kukataliwa na ndugu zake kwenye Biblia, lakini huyo baadaye alikuwa ni mshindi na aliwakumbuka na kuwatunza ndugu zake. Kwa hiyo kuna wakati ambapo tunaweza tukawa tunakataliwa, tunapingwa. Hapo tunapopata rejection, si kwa sababu hatuna thamani, lakini huenda kwa sababu jamii tulionayo haijajua thamani yetu. Kwa hiyo usije ukajisikia na ukawa na hisia mbaya.
Hisia nyingine ni pale ambapo unakuwa juu. Niliongelea habari ya unaposhuka chini. Hisia nyingine pale wakati ambapo unapanda. Kwenye maisha ya mwanadamu kuna season za kukua, za kustawi, za kuneemeka. Kuna saa unaongezeka, unakuwa mtu mkubwa, unakuwa na cheo, unakuwa na pesa nyingi, unakuwa na maisha mazuri. Ule wa saa ambao unapigiwa makofi. Pale ambapo unakuwa juu. Usije ukapata pride, ukapata ego, ukajiona wewe ni bora kuliko watu wengine. Ukajiona wewe ni wa maana kuliko watu wengine. Watu wanapoinuka saa nyingine wanapata hisia za kujihisi wao ni bora kuliko wengine, na hiyo inapelekea wao kuwadharau watu wengine. Kwa hiyo unapoinuka pia jifunze kuwaona wengine walioko chini yako ni wa thamani. Wale walioko chini yako pia wanaweza. Kumbuka pia yawezekana kuna kesho, sikutabiri wala sikuongelei mabaya. Kuna kesho huenda kwa namna moja au nyingine ukashuka. Sasa unaposhuka, wakati ulipoinuka ulitengeneza mahusiano mabaya. Wewe ndio ulikuwa uongei na watu, wewe ndio ulikuwa unawadharau watu, wewe ndio ulikuwa unawakebei watu. Tumewaona wasanii mbalimbali, tumewaona watu maarufu mbalimbali, wakati fulani waliwahi kuibuka wakaongea maneno mabaya, maneno ya kejeli, maneno yenye ego ndani yao, lakini baadaye wakapata changamoto za afya, wakaanza kupitisha bakuli na watu wakaanza kuwakebei mitandaoni na kusema sinye ndio mlikuwa wakati mmeinuka mlikuwa mkisema hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo ni hatari sana ule wakati ambapo umeinuka unajipa kiburi na unajiweka juu sana kiasi kwamba unavunja mahusiano na watu hawa ambao unaona wa chini. Hujui kesho wana mchango gani. Hata kwenye Biblia nimewahi kufundisha watu wa muhimu waliosahaulika. Nikafundisha kisa cha Naaman. Naaman alikuwa ni jemedali wa vita, alikuwa na heshima kubwa, alikuwa wa juu na ufahari wote. Naaman bwana alikuwa na ukoma, lakini mtu wa chini ndiye aliyemwokoa. Hakujisifu, hakujigamba, alisikia maelekezo ya watu waliokuwa chini yake. Hata wakati fulani alijaribiwa kidogo na kuona sasa mimi naogaje huu mto wa Jordan, mimi naweza kuoga kwenye swimming pool nzuri za maana za nyota 5 na kuendelea. Kwa nini nioge mto mdogo kama huu, mto usio na ardhi? Lakini bado Naaman akaweza kujiadjust na kujishusha ule wakati ambapo alikuwa ameibuka na akajikuta ameponywa ugonjwa wake. Kwa hiyo kwenye maisha unaweza ukawa unajisikia uko juu sana. Ule wakati wa kujisikia, punguza pride, punguza kiburi, punguza kujiona bora kuliko wengine. Wakati mwingine utapitia hisia ya huzuni. Pale huzuni inasababishwa sasa na mambo mengi. Wakati ambapo umepoteza mwenzi, umepoteza rafiki, umepoteza kazi. Wakati ambapo hayo yote niliyoyasema yanapokuwa, yanatengeneza pia hisia ya huzuni. Wakati umekataliwa, wakati una hasira, saa nyingine unajisikia na huzuni. Ulipoharibu, ulipochemka, ulipofeli, uliposhindwa. Pale unapojisikia na huzuni, usinyong'onyee tu daima. Furahi, tengeneza furaha, kwa sababu matatizo huwa yanakuja. Utatengenezaje furaha? Hakikisha unajiundia tena mazingira mapya, ama safiri kidogo kama unaweza, ama hayo makazi uliopo, ama hilo eneo kidogo uliopo, badilisha kidogo watu, badilisha kidogo mazingira. Usikae peke yako ndani. Ule wakati wa huzuni usijinyong'onyeshe, usijitamkie kifo, usijitamkie kushindwa, usijitamkie matatizo, usiahirishe mambo, usiahirishe kazi, usizilie mahusiano, usizilie biashara. Usije ukalaani asubuhi, ukalaani jioni. Wakati wa huzuni, unapokuwa na huzuni, jichangamishe kwa wimbo, jichangamishe kwa muziki, jichangamishe kwa kusikiliza maneno ya matumaini kama haya. Jichangamishe kwa kuendelea kukaa kwenye jamii ambayo itakusapoti. Sema neno na mtu
unayemwamini ule wakati wa huzuni. Kumbuka, huzuni yako si ya muda wote. Huzuni yako ni ya mpito. Kwa hiyo jifunze kuzitawala hisia zako katika hayo maeneo. Itakusaidia wewe ukianza kuzitawala hisia zako katika hayo maeneo, utaweza kuwatawala wengine. Unajua vipi? Wewe ukiweza kutawala hisia zako, utafika mahali utazipa kinga, kwa sababu wewe mwenyewe umejipa kinga kwenye hisia zako. Huzuni zinapokuja unakataa huzuni. Hata wengine wakikuletea masononeko, masimango, masengenyo, kukataliwa, itakupa ushindi. Ukiweza kwanza kuzitawala hisia zako, utaweza sana pia kuishi na watu wengine. Mungu akusaidie uweze kuzitawala hisia zako. Ukiwa kuna kitu natamani niweze kuongea nawe faragha, chukua namba yangu hapo. Usisite kuongea pamoja na mimi. Mungu akutetee, Mungu akushindie. Uwe na utulivu katika hisia zako kwa jina la Yesu. Amen. Usisahau kulike, kucomment, kusubscribe na kushare maudhui haya kwa ndugu, jamaa na marafiki, ili kila mtu aweze kubarikiwa na maudhui haya. Kwa huduma za ushauri na saha katika masuala ya kijamii, kiuchumi, mahusiano, afya ya akili, ofisi zetu zinapatikana Makumbusho, Dar es Salaam, Millennium Towers, floor ya kwanza, office namba 20, Virtual Therapy. Pia unaweza ukaja physically ama unaweza ukapata huduma hii online. Book your sessions katika namba zinazopita kwenye screen yako. Unaweza kushiriki kuwezesha huduma hii katika account zinazopita kwenye screen yako. Karibuni sana na Mungu awabariki. Mtumishi wa Mungu Enson Mabamba ni mtunzi na mwandishi wa vitabu mbalimbali ikiwemo Mtu Yeyote Asikudharau. Kitabu hiki kimejikita katika kukujenga kiroho, kiakili, kiuchumi na kijamii, lakini pia kinalenga kuwasaidia watu wote wenye msongo wa mawazo, ushauri na saha katika masuala mbalimbali ya kiroho, kijamii na kiuchumi. Lakini pia ni mwandishi wa kitabu kizuri sana cha Mirathi na Mtazamo wa Kiroho, Kisaikolojia na Kisheria. Kitabu hiki kitakusaidia kukupa mwanga namna gani ya kufanya maamuzi sahihi katika swala zima la mirathi, kwa kuangalia upande wa kiroho, kisheria, lakini pia jamii inasemaje inapokuja swala zima la mirathi. Kupata nakala zako, wasiliana nasi katika namba unazoziona kwenye screen yako. Vitabu hivi vinapatikana nchi nzima. Karibuni sana.